Leo tutaongelea juu ya madhara ya kufungwa kwenye kiti cha enzi cha Shetani, au sifa za kufungwa kwenye kiti cha enzi cha Shetani. Mungu aliwaambia Wakristo wa Pergamo kwamba ninajua mketipo ni penye kiti cha enzi cha Shetani. Ingawa hawa watu walikuwa wana imani na walikuwa wana hofu ya Mungu, lakini bado licha ya imani walizokuwa nazo, licha ya hofu ya Mungu waliokuwa nayo, bado maisha yao yalikuwa yamekaa kwenye kiti cha enzi cha Shetani. Sasa ili uelewe vizuri, lazima ufahamu nini maana ya kuketi kwenye kiti cha enzi cha Shetani. Kuketi kwenye kiti cha enzi cha Shetani ni ile hali ya mtu kuendelea kushikiliwa na mambo ya kimiungu ili hali bado anamtumikia Mungu. Anaweza akawa mtu ni mtumishi mzuri wa Mungu ambaye anasimama hata madhabahuni kuwahubiria wengine au kuimba au kumtumikia Mungu katika eneo lolote lile, lakini ndani yake anakuwa bado kuna roho za miungu ambazo zimemkamata. Anaweza ikawa kwa yeye kujua au yeye kutokujua, na kuna sifa kadhaa ambazo huwa zinakuwepo ndani ya mtu wa namna hiyo ambazo zinaashiria kwamba huyo mtu ameshikwa na kiti cha enzi cha Shetani. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa ni Mkristo mzuri sana, lakini bado ana roho ya uzinzi. Ni mhudumu mkubwa, anasimama kabisa na watu wanabarikiwa, lakini ana tabia ya uzinzi. Anaanguka mara kwa mara kwenye kuzini na wanawake tofauti tofauti. Ukijiona wewe ni mtumishi mwenye udhaifu wa namna hiyo, jua kinachokutesa ni kiti cha enzi cha Shetani kimekukamata bila wewe kujua. Funguka leo kwenye hilo eneo ili utafute msaada. Lakini pia mwingine unakuta anakuwa na tabia ya kupenda kuvaa mavazi ya nusu uchi kikahaba, na ni hali ndani yake kuna huduma kubwa anafanya. Kwa ukijiona pia wewe ni mtumishi wa namna hiyo, na ni hali bado kuna mavazi ya uchi unapenda kuyavaa, na ni hali una huduma kubwa ndani yako, jua umeshikwa na kiti cha enzi cha Shetani. Mwingine unakuta ana tabia ya uongo uliopitiliza. Anapenda kusema uongo, kudanganya kwake ni kitu cha kawaida. Na wakati mwingine tunajitetea kwa kusema kwamba ni uongo mtakatifu kwa sababu nimedanganya nikiwa najitetea. Na wengine siku hizi wanasema nikatumia hekima kusema kitu fulani. Na unakuta sio kwamba alitumia hekima, ila alidanganya ndio anasema akatumia hekima. Kwa ukijiona una hiyo tabia, jua umeshikwa na kiti cha enzi cha Shetani. Wengine kufungwa kwenye maeneo ya ndoa. Kufungwa kwenye maeneo ya ndoa ni watumishi wazuri, lakini wana shida kwenye ndoa zao. Na unakuta hiyo hali ya shida za ndoa zinafanana na shida za ndoa za watu wa familia yao. Kuna baadhi ya watu wametokea kwenye familia ambazo ndoa hazidumu. Ni mtumishi lakini ndoa yake haidumu. Mara kwa mara na kuachana na mke wake, kupatana. Mke anarudi nyumbani, wanarudiana tena, wanagombana mpaka wanapigana. Na ni hali ni watumishi, ni Wakristo wazuri wenye huduma kubwa. Kijiona kuna hiyo hali kwenye nyumba yako, jua unasumbuliwa na kiti cha enzi cha Shetani. Lakini wakati mwingine pia ni mtumishi mzuri ila huduma yako iko limited. Kuna upako fulani umeukosa na unapambana uwe nao lakini hauoni. Unakuta ukiwa unahubiri, ikifikia ule muda wa maombi unachoka, unashindwa kuwaombea watu. Huku kwenye kuhubiri unahubiri vizuri kabisa, ila ule muda wa kuwaingiza watu kwenye maombi wazame, wakutane na uso wa Mungu, kwenye huduma yako hicho kitu hauna. Au unakuta ni muimbaji mzuri, lakini ukitamani kuimba uwazamishe watu, huo upako wa kuzamisha unaukosa. Ukiona hicho kitu kinakutesa mara kwa mara kwenye huduma yako, jua kuna kiti cha enzi cha Shetani kimekushikilia. Lakini pia vifungo vya kiuchumi unaofanana na watu wa familia yako. Familia yenu kuna watu wana madeni, ba mdogo ana madeni, ba mkubwa ana madeni, na wewe mwenyewe una madeni, na ni hali ni Mkristo mzuri. Jua kuna kiti cha enzi cha Shetani kimekushikilia. Au labda watoto wanashindwa kusoma kwako na ndugu zako nao hali zinafanana hivyo hivyo, wote wanashindwa kusoma au wote wanafeli hivyo hivyo. Jua kuna kiti cha enzi cha Shetani kimekushikilia. Kwa mtu wa Mungu, hizi sifa kadhaa nilizozitaja hapa zinaashiria mtu aliyefungwa kwenye kiti cha enzi cha Shetani. Kumbuka hii kanuni. Unaweza ukawa ni umeishika imani,
unasali sana, unafunga sana, unaomba sana, hiyo haizuii kuwa kwenye kiti cha enzi cha Shetani. Kwa sababu Yesu aliwaambia Wakristo wa Pergamo, najua mmeishika imani. Ina maana walikuwa ni watu wa imani kweli kweli, ila akawaambia mmeketi kwenye kiti cha enzi cha Shetani. Kwa jaribu kujitathmini, umeketi kwenye kiti cha nani? Cha Mungu aliye hai au cha Shetani? Na ukijiona una sifa hata mojawapo niliyoilisti hapa, au kuna kitu kinakushuhudia ndani yako una hiyo shida, basi jua moja kwa moja unatakiwa kuanza maombi maalum ya toba, ya kumwomba Mungu akutoe kwenye kiti cha enzi cha Shetani. Na huduma ya namna hii mara nyingi huwa inaanzia kwako kujitambua, ndipo unatakiwa utafute mhudumu wa kuomba naye. Kwa anza kwanza wewe kama wewe. Jiwekee, unaweza ukajiwekea siku 3 au siku 7 au siku 9, inategemeana na umeguswaje ndani yako. Fanya tu toba ya kumwomba Mungu akutoe kwenye kiti cha enzi cha Shetani. Ukiwa unaendelea na hiyo toba, kuna vitu vingine vingi ambavyo Roho Mtakatifu ataanza kukufunulia na kukuonyesha vya kuombea, na kadiri utakavyoendelea kuombea ndivyo hicho kiti kitakavyokuachia. Maana hivi viti vimeshika wengi, kuna wengine vimewazuia hata kuolewa, kuna wengine vimewazuia hata kupata watoto. Kwa mtu wa Mungu, usikipuuzie kiti cha enzi cha Shetani, na Mungu akusaidie.